Habari za wakati huu ndugu watazamaji na wasikilizaji, karibuni katika mwendelezo wa mada zetu za afya, na siku ya leo ningependa kuongelea tatizo la kukojoa damu, na je, inaweza kuashiria matatizo gani katika mwili wa binadamu. Tukianza moja kwa moja, tunapoongelea tatizo la kukojoa damu, ni hali ambayo inajitokeza pale ambapo damu inaonekana kwenye mkojo. Kitaalamu tunaita hematuria. Sasa hematuria au damu inapoonekana kwenye mkojo inaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili. Yani tunaweza tukaiweka katika makundi makuu mawili ili tuweze kuielewa kwa urahisi. Kundi la kwanza ni ile damu inayoonekana kwa macho ya kibinadamu, tunaita gross hematuria. Yani damu inaonekana wazi kwenye mkojo, ambapo mara nyingi inafanya mpaka ile rangi ya mkojo inabadilika na kuwa rangi nyekundu au rangi ya kahawia. Lakini kundi la pili ni ile damu ambayo ipo kwenye mkojo lakini haiwezi kuonekana kwa macho ya kawaida ya kibinadamu. Inafahamika kama microscopic hematuria, yani damu haionekani kwa macho lakini seli za damu hugunduliwa kupitia vipimo vya maabara. Sasa mimi leo nitajikita zaidi kuzungumzia kundi la kwanza, ambapo inatokea mtu anapokuwa anaenda kupata haja ndogo au kukojoa, kwenye ule mkojo kunakuwa na damu, yani mtu anaona damu, na sio lazima mkojo wote uwe na damu. Inawezekana ikawa tone la damu, yani damu kidogo, au inawezekana damu ikawa ni nyingi. Sasa damu inapoonekana kwenye mkojo ni moja ya ishara muhimu inayoweza kuashiria matatizo mbalimbali katika mwili wa binadamu, na hasa katika mfumo wa mkojo, kuanzia kwenye mrija wa mkojo, kibofu cha mkojo na hadi kwenye figo. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, cha kufahamu ni kwamba kitendo cha damu kuonekana kwenye mkojo sio ugonjwa, bali ni dalili inayoweza kuashiria changamoto mbalimbali za kiafya, kuanzia maambukizi madogo hadi matatizo makubwa ambayo binadamu anaweza kuwa nayo. Na ili kubaini tatizo, tafiti na uchunguzi wa kina hufanyika ili kubaini chanzo na kutoa matibabu yanayoendana na tatizo ambalo limegundulika. Sasa mtu anapokuwa anakojoa damu, ili kujua shida yake kwa urahisi, tunaweza tukagawanya katika makundi matatu au sehemu kuu tatu kulingana na sehemu ya mkojo ambapo damu inaonekana. Kwa hiyo inawezekana sehemu ya kwanza, inawezekana mtu akawa anakojoa damu inatoka mwanzoni, baadaye unafuata mkojo wa kawaida. Lakini pia sehemu ya pili, inawezekana mtu akawa anakojoa damu inatoka mwishoni. Mwanzo anapoanza kukojoa kawaida, lakini anapokuwa anamaliza damu inatoka mwishoni. Lakini pia sehemu ya tatu, inawezekana mtu akawa akikojoa mwanzo mpaka mwisho wa mkojo unakuwa ni damu. Sasa tukianza sehemu ya kwanza, ambapo mtu anapokuwa anakojoa damu inakuwa inatoka mwanzoni, then unafuata mkojo wa kawaida, tunaita initial hematuria. Kukojoa damu mwanzoni mwa mkojo mara nyingi kuna uhusiana na matatizo kwenye njia ya chini ya mkojo, hasa kwenye mrija wa mkojo, yani kwenye urethra. Hali hii inaweza kusababishwa na magonjwa au matatizo mbalimbali. Kwa mfano, matatizo ya kwenye mrija wa mkojo, yani matatizo ya kwenye urethra, inaweza kusababisha mtu akawa anakojoa mkojo wenye damu mwanzoni. Kwa mfano, ugonjwa unaofahamika kitaalamu kama urethritis, ambapo ni hali ya uvimbe au maambukizi kwenye mrija wa mkojo, na mara nyingi husababishwa na magonjwa ya zinaa kama vile ugonjwa wa kisonono au ugonjwa wa chlamydia. Lakini pia majeraha au mikwaruzo ya kwenye mrija wa mkojo yanaweza kusababisha mtu akakojoa damu mwanzoni, na huenda yakawa yamesababishwa na matumizi ya catheter au ajali wakati wa tendo la ndoa. Sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha mtu kukojoa damu mwanzoni inaweza kuwa ule mrija wa mkojo umepungua na kuwa mwembamba zaidi. Kitaalamu tunaita urethral stricture.
Kwa hiyo kuna baadhi ya wagonjwa wanakuwa na tatizo hili la urethral stricture, na mara nyingi hali hii hutokea pale mrija wa mkojo unapokuwa mwembamba kutokana na makovu au maambukizi. Sababu nyingine inaweza kuwa ni saratani ya mrija wa mkojo, ingawa saratani hii ya mrija wa mkojo ni nadra, lakini inaweza kusababisha damu kwenye mkojo, hasa kwa watu wazee zaidi. Sababu nyingine inayoweza kusababisha kukojoa damu mwanzoni ni matatizo ya tezi dume. Kwa wanaume kitaalamu inafahamika kama BPH, yani benign prostatic hyperplasia. Tukija kuangalia kundi la pili au sehemu ya pili ambapo mtu anaweza kuwa anakojoa damu mwishoni, yani anapata terminal hematuria, yani damu inayoonekana mwishoni mwa kukojoa baada ya mkojo wa kawaida. Ukiona hali hii au mtu ambaye anapata hali hii, mara nyingi tatizo linakuwa kwenye kibofu cha mkojo au maeneo ya karibu, na mara nyingi inaweza kuwa imesababishwa na maambukizi ya kibofu cha mkojo, tunaita cystitis, au inaweza kuwa ni tatizo linaweza kuwa ni saratani ya kibofu cha mkojo au mawe kwenye kibofu cha mkojo au matatizo ya tezi dume kwa wanaume. Lakini pia hata saratani ya tezi dume pia inaweza kuonyesha dalili ya damu mwishoni wa mkojo. Pia majeraha katika sehemu ya nyuma ya mrija wa mkojo, yani posterior urethral injury, yanaweza kusababisha damu kutoka mwishoni mwa kukojoa. Lakini pia maambukizi ya ugonjwa wa kichocho, yani schistosomiasis au bilharzia, hasa maambukizi yanapokuwa kwenye kibofu cha mkojo, yanaweza kusababisha mtu kutoka damu mwishoni kwa kukojoa, mwishoni anapokuwa anakojoa. Tukiangalia sehemu ya mwisho, tukimalizia sehemu hii ya mwisho ambapo mtu akienda kukojoa anakojoa damu mwanzo hadi mwisho, tunaita total hematuria, yani damu inaonekana katika mkojo wote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na ukiona mtu anapata mkojo wenye damu mwanzo mpaka mwisho, mkojo wake ni damu, mara nyingi tatizo linaweza kuwa katika figo au mfumo mzima wa mkojo. Na miongoni mwa sababu zinaweza kusababisha tatizo hili ni kuwa na uvimbe au maambukizi yanayoathiri glomeruli, ambayo ni sehemu ya figo inayochuja damu. Ugonjwa huu kitaalamu unafahamika kama glomerulonephritis. Pia mtu mwenye saratani ya figo au maambukizi sugu ya figo ambayo tunaita pyelonephritis yanaweza kusababisha damu kwenye mkojo anapoanza mpaka anapomaliza kukojoa. Sababu nyingine inayoweza kusababisha kukojoa damu mwanzo mpaka mwisho ni mtu kuwa na tatizo la mawe kwenye figo, na inaweza kutokea mawe yanayopatikana kwenye figo yakakwaruza kuta za figo au mrija wa mkojo na kusababisha mtu kukojoa damu. Pia saratani ya kibofu cha mkojo inaweza kusababisha mtu kukojoa damu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, ziko sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha mtu akakojoa damu. Nimejaribu kuzitaja sababu chache, lakini zipo sababu nyingi sana. Kwa mfano, maambukizi ya kifua kikuu cha mfumo wa mkojo, yani genitourinary tuberculosis. Lakini pia kuna magonjwa yanayoathiri kuganda kwa damu kama vile magonjwa ya hemophilia au matumizi ya dawa za kuzuia kuganda kwa damu, yani anticoagulants, yanaweza kusababisha damu kwenye mkojo. Kwa hiyo kitu ambacho nawaomba tutosheke na sababu chache ambazo nimezitaja hapo juu. Kwa kumalizia, ni muhimu kwa mtu anayepata dalili hizi awahi kufika katika kituo cha afya kilichopo karibu kwa uchunguzi wa haraka na matibabu sahihi. Kukojoa damu si dalili ya kupuuzia hata kidogo, kwani inaweza kuashiria matatizo mbalimbali yanayohitaji uchunguzi na tiba ya haraka ili kuzuia madhara makubwa yanayoweza kujitokeza baadaye. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asanteni kwa kunisikiliza.